office work inaitwa the Holy Spirit. That is an office work ambayo Yesu ndiye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, siku chache zilizopita nilitoa video ya somo kuhusu Roho wa Mungu, nikimkosoa mtumishi mmoja, mwalimu mmoja aliye katika kanisa la SDA Reform ambaye anaitwa Frank Onyango. Nikajaribu kuikosoa, alafu pia akaipata video yangu akaikosoa, akaweka in series sehemu mbili, akachambua kwa siku mbili, sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Wapendwa, leo sikuji kumjibu na kufuata hiyo video jinsi alivyonijibu, la, bali nakuja tu kusema maamuzi ambayo nimefanya, na pia niseme kile ambacho niligundua ama kile ambacho niliona, what I noticed. Jambo la kwanza, niliona mwalimu kabisa na bidii, Mungu ambariki sana, lakini nikaona amekuwa brainwashed. Samahani kwa kusema haya, sina haja ya kumdhalilisha, lakini nasema tu kwa upole kwamba naona kulingana na mimi naona akili yake ni kama imekuwa brainwashed na mafundisho ambayo si ya kibiblia, na nitatoa ushahidi. Ndio maana somo la leo linasema mwalimu Frank Onyango amekuwa brainwashed na anaendelea kubrainwash wengine. SDA Reform don't have a firm stand about the personhood of the Holy Spirit. Hawana msimamo dhabiti kuhusiana na Roho Mtakatifu. Hawajui ni nani. Na sisemi hivyo tu, niliweka hiyo video ili akipata nijibu na nijue anaelewa aje kuhusiana na Roho Mtakatifu, lakini nimeona bado hajui. Sijasema mimi nimeelewa, sijajua 100% kuhusiana na Roho Mtakatifu, lakini yeye kwa video zake amekuwa akijipiga kifua akisema kwamba hii ni area yangu ya expertise, I'm expert in this area. Mimi nasema hivi maneno ya uungu, mimi si expert. Aliye expert ni Mungu peke yake. Akili yangu ni ndogo sana nikilinganishwa na ya Mungu. Lakini kama ya mwalimu Frank inatoshana na Mungu, anajua kila kitu kuhusiana na Mungu, ni sawa. Mimi nakubali sijui kila kitu, mimi si expert, mimi najifunza. Na kwa yale ambayo nimejifunza, nimesoma maneno yafuata. Kwanza nampongeza maana pia amepongeza maneno ambayo nilifunza, akasema kuna baadhi ambayo anaamini ni kweli, na akasema mimi niko sincere na yale ambayo ninajua na ni kweli. Na akaanza kunikosoa, lakini katika kukosoa kwake akajaribu kujenga pia imani fulani kuhusiana na Roho Mtakatifu ambayo niliangalia, ambayo imekuwa confusion ambayo nilipata. Ya kwanza kuhusiana na Roho Mtakatifu ni kwamba hayuko straightforward kutuambia Roho Mtakatifu ni nani. Maana alikuja akasema Roho Mtakatifu ni ofisi, na nitaweka video yake saizi mkiona akijibu, akasema ni ofisi tu. Venye unaweza kuwa ni office of president, ofisi hata kama president hayuko, kuna ofisi yake tu, ofisi. Hivyo Roho Mtakatifu ni ofisi ya Yesu, si mtu, si nafsi. Akasema tena Roho Mtakatifu ni pumzi, na pia venye unapumua hivyo, kwa hivyo ni pumzi, na pia ni akili, mawazo ya Mungu. Kwa hivyo si mtu anayejitegemea, si nafsi anayejitegemea. Alafu pia Roho Mtakatifu anaakilisha tena katika maandiko, anaakilisha malaika. Eti malaika ni Roho Mtakatifu. Kisikia Roho Mtakatifu ametajwa, anaakilisha malaika, ofisi ya malaika. Malaika wanakaa kwa ofisi ya Roho Mtakatifu. Pia akasema kwa hivyo ni mtu, ati mtu ikisema being ni malaika, Roho Mtakatifu akisemekana ni being, tuseme ni malaika. Kwa hivyo pia akasema Roho Mtakatifu ni Kristo mwenyewe akifanya kazi hapa duniani kama mfariji mwingine ama msaidizi mwingine. Hivyo jambo la tano akasema Roho Mtakatifu, hakusema hii, lakini kuna watu ambao pia niliona wakiniambia kwamba Roho Mtakatifu ni asili ya Mungu mbili, dual nature of Jesus Christ. Yesu Kristo nature yake ya kwanza iko mbinguni na nature yake ya pili iko duniani, na hiyo nature ya duniani ndio inaitwa Holy Spirit.
Kwa hivyo swali, ukiona kabisa katika hizi comments zote mtu akija kukuuliza baada ya kusikiza hii video ya huyu mtu akasema hii vitu zote hii 5 hizi, alafu ulizwe amesema Roho Mtakatifu ni nani, wewe utajibu nini? Utajibu nini? Si unaona ni kama utakuwa confused. Utaona huyu mtu ni kama anataka kukubrainwash. Mara anasema hii, mara anachanganya maneno mengi hadi baadaye ukiambiwa sema conclusion yako Roho Mtakatifu ni nani, mbona utashindwa kuwa na stand? So haya ni baadhi ya vitu, na naomba tusikie maneno yake ya kwanza akisema Roho Mtakatifu ni ofisi. Sikia. Office work inaitwa the Holy Spirit. That is an office work ambayo Yesu ndio mwenyewe. Ndio naona Yesu anaposema, wacha niombe sasa, anaposema na huyo msaidizi huyo. Umesikia? Anasema Roho Mtakatifu ni ofisi. Kwa hivyo Yesu alisema atatuma ofisi hapa duniani kumwakilisha. Na Yesu anasema Yesu alipokuwa katika hali ya kimwili hangekuwa kila sehemu kwa wakati mmoja. Kwa hivyo akatuma Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni ofisi. Hasa ofisi inaweza kuwa sehemu yote kwa wakati mmoja. Is an office omnipresent. Just an office. Jambo la kutilia mashaka sana. Mashaka kabisa. Eti Roho Mtakatifu ni ofisi. Na kuna andiko linasema Roho Mtakatifu alimuongoza Yesu. Hivyo ofisi ilimuongoza Yesu, si ndio? Tuangalie mafundisho mengine. Alisema breath ama akili ya Mungu, mawazo ya Mungu ndio Roho Mtakatifu. Yaani mawazo tu, si mtu mwingine. Mawazo tu. Sikia. Na roho inatumika katika muktadha mbili kuu. Muktadha wa kwanza katika Nebukadneza ambayo tumesoma katika Danieli inawakilisha mawazo. Lakini katika kitabu cha Yakobo na Mwanzo ikiongea katika muktadha wa uumbaji inaongea pumzi. Kuja utuambie huyo roho ambao unaongelea roho wa Mungu ni pumzi ama mawazo ya Mungu? Swali kwako. Roho ambayo tunazungumzia ni Roho Mtakatifu ambayo ni mawazo ya Mungu na ni pumzi ya kinywa chake. Umesikia? Na hilo swali ambayo niliuliza ilikuwa ni challenge na akanaswa. Kwa hivyo amesema ni pumzi tu. Mimi nikuulize, pumzi yako na mawazo yako ni the same? Ama kuna pumzi na kuna mawazo? Si mawazo yanatoka kwa akili. Pumzi inatoka tu, Mungu alipulizia mwanadamu pumzi ya uhai. Kwa hivyo Mungu akipumua hivyo anapumua Roho Mtakatifu. Achane na hayo. Mimi sikuji kumfuatilia. Mimi nasema tu kile ambacho kimenifanya nisiamini fundisho lake, nisikuwe na stand na fundisho lake. Ingaje amefunza, amejaribu kulingana na jinsi anaweza. Alafu tusikie video ambayo anasema Roho Mtakatifu aliuliza pale Roho Mtakatifu amewahi ongea. Mimi nikajibu kutumia kitabu cha Roho ya Unabii ambayo inasema hata Roho Mtakatifu alihusika katika ukombozi, alijitoa. Kwa hivyo anaweza ongea akijitoa. Maana kila mtu ambaye anatumia akili anajitoa, anawaza. Baba akajitoa, Mwana akajitoa, Roho Mtakatifu akajitoa. Sikia jinsi alivyokuwa akisema hiyo quote. Sikia jinsi alitwist hiyo quote. Sikia. Na hata hakujibu swali. Sikia. Kulingana na Roho ya Unabii amewahi ongea. Kulingana na Roho ya Unabii ameongea. Counsels to the Church, page 222 paragraph 2 inasema hivi ya Helen G. White. The Godhead was stirred with the pity for the race, and the Father and the Son and the Holy Spirit gave themselves to the working out of the plan of redemption. Kiswahili, uungu ulichochewa na huruma kwa jamii. Uungu ambao ulikuwa ndani ya Yesu, ambao ulikuwa ndani ya Baba na uliokuwa ndani ya Roho Mtakatifu ulichochewa na huruma kwa jamii. Na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walijitoa wenyewe, si mwenyewe, wenyewe, themselves, kwa kufanya kazi nje ya mpango wa ukombozi. Kwamba Baba alisema nimejitoa kwa mpango wa ukombozi. Mwana pia akamuonea mwanadamu huruma kwa sababu ameanguka katika dhambi, akasema hata mimi nimejitoa. Roho Mtakatifu pia akamuonea, akachochewa na huruma, akamhurumia mwanadamu, akasema hata mimi nimejitoa kwa ukombozi. Kwa hivyo Baba, Mwana na Roho wote walijitoa katika mpango wa ukombozi. Nukuu iko hivyo. So kama ulijitoa kumaanisha
Kumaanisha aliongea, ati Mungu Roho pia aliongea. Sikiliza, hizi nukuu za dada White tumezisoma. Sikiliza Meshach, Sitaki nikupeleke mbio, sikiliza. Ati wangapi walijitoa katika mpango wa wokovu? Baba, Mwana na Roho. Na amesema councils for the church. Ati wote walikuwa naongea watatu. Ati Baba, Mwana na Roho walikuwa. Kwa nini usisome nukuu za dada White ukikompea na nukuu? Sasa ikiwa ni watatu walijitoa kwa mpango wa wokovu, wewe hujaelewa. Hujaelewa ya kwamba Mungu Roho hajawahi ongea na Mungu Baba. Na dada White ameeleza. Angalia COL 373.1. Ukisikia the Father, the Son and the Holy Ghost gave themselves. Dada White hajakwambia ati Roho pia ni mtu alikuwa anaongea hapo. Tayari ashatupatia nukuu akasema ni Baba na Mwana walikuwa wanaongea. Sasa hii nukuu ya councils for the church ambayo imemkanganya Orono Meshach, tutaelewa vipi? The Father, the Son and the Holy Spirit gave themselves. Aya, sikia changamoto ya kwanza ndio hii. Nimekwambia na usikii. Angalia COL 373.1. Amen. Inasema umeweka God, tuendelee, and Christ, tuendelee, and angels are all ministering to the afflicted, the suffering and the sinful. Ametaja wangapi hapo? Mungu, Kristo na malaika wamejitosa viwanjani. Sikiliza. The suffering and the sinful. Give yourselves to God. Tujipeaneni sisi kwa Mungu for his work. Use his gifts. Tutumieni vipawa vya Mungu for this purpose. And you enter into partnership with heavenly beings. Heavenly beings. God, Christ, angels. Heavenly beings. Huko amesema the Father, the Son and the Holy Spirit. Sasa unganisha, mimi naona wanne. Mimi naona the Father, the Son, the Holy Spirit and the angels. Sasa fanya iwe ni watatu. Combine them and make them three. Ndio unaona Lucifer alipokuwa mbinguni alikuwa mtiwa mafuta wa Mungu. Yeye alikuwa amebeba roho. Na yeye ndiye alikuwa number 3 baada ya Yesu. Lucifer ndiye alikuwa hapo. Ndio. Leo wabeba roho ni malaika. Na wao ndio wamejitosa viwanjani kwa ajili ya kuwasaidia watu. Hawa malaika ndio wanabeba roho wa Kristo. Unaona? Nikutolea tena nukuu ikuonyesha kwamba malaika wanapojitosa wako na roho wa Kristo ndani yao. Roho wa Mungu wako naye. Ndio wanatuletea. So it is God, Christ and the angels. Kwingine anasema the Father, the Son and the Holy Spirit. Ufai kufanya conclusion ya kwamba the Spirit is just a person. Na angels, kwani angels wanabebanga Mungu roho? Hata wewe utujibu. Can the angels carry God the Holy Spirit kwako? Nakuuliza. Si unasema wewe unafundisha ukweli. Combine them and make them 3. We are not saying that angels are part of the Godhead, no. Na ndio sababu dada White anasema wakati council ya Godhead ilikuwa inafanyika, malaika hawangeruhusiwa. Hakuna vile dada White angesema the Holy Spirit was also a being inaingia kwa council. Ndio unaona Patriarchs and Prophets chapter 1 peke yake. Dada White anasema Christ was the only being that could enter into the councils and the purposes of God. Haya, huyu Mungu Roho alikuwa wapi? Kama yeye ni being, alikuwa wapi? Nakutolea nukuu hizi. Kuja tu kulalamika Roho Mtakatifu hauwezi kuwa watatu, hauwezi kuwa watatu, na nukuu ishasema ni watatu. Hapa nasema kuna venye unaweza kutwist, uunganishe hii quote na hii quote. Acha nikwambie hiyo quote ambayo ametoa haiko katika muktadha wa councils to health ambayo nilitoa. Hiyo kitabu ambacho aielewani na hiyo quote ambayo ametoa ya malaika. Hiyo ni muktadha tofauti. Na hivyo ndio wanafanya, wanachanganya quote hii na hii quote badala ya kusimamia tu hiyo quote na asome juu na chini yote. Haya, tuende kwa ingine. Leo sitaki maneno mengi. Sasa pia akasema Roho Mtakatifu ni malaika. Kwa hivyo atu yule ambaye alikuwa anafanya mpango wa wokovu na Baba na Mwana ni malaika. Na baadaye anakuja kujipinga tu kwamba malaika hawezi kuwa katika mpango wa wokovu. Umeona anajichanganya hapo? Ama uone anajichanganya? Mara anasema hiyo ofisi ni Roho Mtakatifu, na tukisema alikuwa pia anapanga mpango wa mpango wa wokovu, anakuja akasema hapana, malaika hawezi kuwa part of the Godhead, hawezi kuwa nafsi ya Godhead. Na nilitoa nukuu ambayo inasema Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu. Kumaanisha kuna nafsi ya kwanza, kuna nafsi ya pili, na kuna nafsi ya tatu ya uungu. Na nikasema ukiwa na uungu unaitwa nani? Ukiwa na ubinadamu unaitwa nani? Mwanadamu. Na ukiwa na uungu, Mungu. Hakupita hapo. Mimi sitaki kuongelea maneno mengi, tusonge mbele.
Hebu sikia jinsi alivyosema kitabu cha Yohana 14:16. Yesu aliposema another comforter, sikia jinsi alivyojibu. Neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu na nitamuomba Baba, nafsi ya kwanza. Alafu Yesu mwenyewe anayeongea nafsi ya pili. And he shall give you another comforter. Atawapa msaidizi mwingine, mfariji mwingine. Na another kwa neno la Kigiriki inaitwa allos. Wewe kuja uniambie kama ni allos ama ni heteros. Maana allos kwa Kigiriki inamaanisha mwingine anayefanana na ule wa kwanza. Yesu akisema Baba atawapa msaidizi mwingine, Yesu anajaribu kumaanisha hivi, atawapa nafsi mtu mwingine lakini anafanana na mimi. Akona Yesu mwenyewe anajieleza. John chapter 14 to John chapter 16, Yesu alikuwa anazungumza kwa mifano. Hebu niweke John 16 verse 25. John, tunauliza Yesu, ulipokuwa unazungumza katika Yohana 14, ulikuwa unazungumza kwa uwazi ama ilikuwa ni mifano na mafumbo? John chapter 16 and verses number 25. Amen. John chapter 16 and verses number 25 inasema, hayo nimesema nanyi kwa mithali, saa yaja ambapo sitasema nanyi tena kwa mithali, lakini nitawapa waziwazi habari ya Baba. So kuna kipindi kinakuja Yesu atazungumza na wanafunzi kwa uwazi, baada ya kuenda atazungumza na wao. Lakini hapo nyuma amezungumza na wao kwa mithali. Sasa anaposema another, wanafunzi walifikiria kuna mtu mwingine anakuja. But that was the Spirit of Christ, his representative. The manifestation of Christ himself. Because the Spirit of Christ is not somebody else. Tunasoma kitabu cha, acha nikuonyeshe hapa kidogo tu nisije nikasema mambo mengi. Inasema katika hii inaitwa Review and Herald of August 26. Utaipata? Review and Herald August 26, 1890. Review and Herald, another comforter, Yes, weka kwa screen. Another, Orono anasema another ni mtu mwingine. Wewe, the Spirit of Christ cannot be somebody else. Ndio naona Yesu na Mungu Roho hawajawahi kuongea. Hata ile council ya the Godhead, kwa nini wanaongea wawili wanasahau na Mungu Roho? Kwa nini haja contribute? Dada White anajua Kenya anaandika. Sikilizeni, inasema the reason why the churches are weak and sickly, sababu kuu ambayo makanisa ni gonjwa na haina nguvu ni kwa nini? Makanisa ya Kisabato leo haina nguvu na ni gonjwa. Pathfinder, mamishumaa, mabendera, wanawake, sijui. Kanisa lote ni gonjwa. Kwa nini? Na Orono pia ni mgonjwa. Kwa nini? Inasema, and ready to die. Why? Is that the enemy, Satan, has brought influences of a discouraging nature to bear upon trembling souls. Shetani amewaletea influence tofauti gani? Shetani amefanyeje? He has thought to shut Jesus from their view. As who? As the comforter. Shetani amezuia macho ya kina Orono na watu wa makanisa ya Kiadventist wa Sabato nomino kumkubali Yesu kama msaidizi. The comforter. Kwa hivyo Yesu alikuwa anazungumza kwa mifumbo. Christ is the comforter. Na anasema alikuwa anaongea kwa methali. Anaposema huyo atakapokuja Roho wa kweli, Roho Mtakatifu, anasema ni yeye mwenyewe. Kwa hivyo hao ni kama watu ambao wanaamini kwamba kuna nafsi mbili peke yake ya uungu. Alafu nafsi ya pili ndio inajigeuza na kuwa Roho Mtakatifu. Umeona? It is confusion. Wakati Biblia iko wazi na roho ya nabii kuna nafsi tatu, au wanaamini ni mbili. Umeona? Na kitabu hasa kama unasema Roho Mtakatifu ni ule huyo tu Yesu, kitabu cha Luka 4:1 inasema nini? Inasema Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Eti Yesu akawa amejazwa na Roho Mtakatifu, akatoka Yordani, tena akaongozwa na Roho Mtakatifu akaenda katika jangwa ili ajaribiwe. So Roho Mtakatifu alimjaza Yesu. Roho Mtakatifu akamuongoza Yesu hadi jangwani. Swali: je, ni ofisi ilimjaza Yesu?
Ni mawazo tu, pumzi ilimjaza Yesu. Yaani Yesu hakuwa na pumzi. Ni mawazo yalimjaza Yesu. Kwa hivyo Mungu mawazo yake ilitoka Baba, mawazo ya Mungu Baba ikatoka ikakuja kuongoza Yesu. Hayo maneno yanaingia kwa akili kweli? Eti Roho Mtakatifu ni huyo tu Yesu. Na andiko anasema Roho Mtakatifu alimjaza Yesu akamuongoza. Ukiona hayo maneno yanaingiliana, alafu nikuje nikuambie Roho Mtakatifu ni Yesu, na baadaye nikuambie Roho Mtakatifu alimjaza Yesu akamuongoza. Halafu kuna kitu akasema tena tu kwamba ati Roho Mtakatifu ati Baba ako na mwili na ako na roho yake. Hivyo yeye ni person. Alafu Yesu naye ako na mwili na ako na roho ama mawazo. Yeye pia ni person kivyake. Ati Roho Mtakatifu si person, maana hana hiyo vitu. So kulingana na yeye, kulingana na huyu mwalimu, roho ni wangapi? Sasa mimi nikiwa na wewe, mimi niko na mwili yangu na pumzi yangu. Si pumzi yangu ndio Roho Mtakatifu? Wewe pia uko na pumzi yako na mwili yako. Si pumzi yako pia ndio Roho Mtakatifu? Itakuwa pumzi ngapi hapo? Itakuwa Roho Mtakatifu ngapi? 2. Alafu utapata hao wanasema hapana, si Roho Mtakatifu 2, ni moja. Na baadaye wanakuja tena wanakuambia Baba ako na roho wake, Mwana ako na roho wake. Ati na roho ni pumzi, roho ni mawazo. Kwani Baba na Mwana wanashare mawazo? Baba alipokuwa mbinguni, Yesu akawa duniani, walikuwa na share mawazo? Sumoni imani kama hiyo itakuwa confusion, na utakuwa umekuwa brainwashed badala ya kutumia common sense. Sasa akaja akasema eti ni malaika. Eti nilisoma quote ambayo inasema three beings, 3 holiest beings in heaven, na nukuu imesema in the name of these 3 holiest beings, na ikataja Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Yeye anakuja akasema hapana, Biblia inasema batizwa na jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, 3 holiest beings. Anasema hapana, huyo watatu being watatu ni malaika. Keep you from falling. Kwa hivyo inasema kwamba wewe umezaliwa na unabatizwa kwa nafsi tatu, watu watatu watakatifu wa wapi? Watakatifu, watu watatu watakatifu wa wapi? Wa mbinguni. Hivyo kuna watu wangapi watakatifu mbinguni? Watu wangapi? Watatu. Roho Mtakatifu ni mtu tofauti mtakatifu, Baba pia na Mwana. Sasa Roho Mtakatifu anaabudiwa mbinguni. Asante, ametoa nukuu ya Sermons and Talk Volume 1, that 3 holiest beings. Haya, if kama mbinguni kuna watu watatu wacha ni slow down kidogo. Kama mbinguni kuna 3 holiest beings, na kama that is the correct interpretation of the 3 holiest beings, ya kwamba roho pia ni being, si ndiye anasema? Si hao ni Mungu watatu wanaunda Mungu mmoja. Sasa angalia, hebu tuulize nabii kwingine. Hii ni Great Controversy 493.1. 493.1. Great Controversy 493.1. Let's take the quotation vile iko, that 3 holiest beings, alafu mimi nitai-expound, kwa sababu hizi ndio vitu zilifanya nikasoma Spirit of Prophecy. Maana nilikuwa naona ni kama dada White anatuchanganya. Kumbe kuna kitu mimi sikuwa ninaelewa. Mimi nilikuwa nasoma 3 holiest beings. Mimi najua ni watu watatu. Vile Mesha unasikia akisema. Lakini ni umeiona? Is it there? Angalia hii quotation. If there are 3 holiest beings in heaven, if that quotation inafaa kuchukuliwa hivyo, then this is the most confused prophet ever in the history of the world. Angalia Great Controversy 493.1. Anasema nini? Christ the Word, the only begotten of God, was one with the eternal Father. One in nature, in character, and in purpose. Tusome pamoja. The only being in all the universe that could enter into all the counsels and purposes of God. Who was the only being? Ambaye angeingia katika mashauri yote ya Baba ni nani? Yesu. Sasa huyu nabii anatuambia nini?
Huko anatuambia kuna 3 holiest beings, na hapa anatuambia zamani, kabla hata dunia haijaumbwa. Huko zamani Christ was the only being that could enter into all the counsels and the purposes of God. Oh, nabii alisahau Mungu pia ni being. Sasa hizi ndio vitu zilifanya Mesha Kirono mimi nikaanza kusoma. I don't just read the spirit of prophecy shallowly. Unasoma nukuu na achi hapo. We must dig deeper. Bila ambavyo nataka ni dig. Ukisikia dada White anasema the 3 holiest beings. The Father is a being. Correct. The Son, Jesus Christ, is a being. Why? Jesus has a body. Jesus has a spirit. Amen. The Father is a being. Kwa sababu Baba ako na roho na ako na mwili wake. Haya, tukuje kwa roho. How is the Holy Spirit a being? Wakati ambapo wanasema ni Yesu peke yake alikuwa being, angeingia kwa mashauri ya Mungu Baba. How comes again the Holy Spirit is considered another being? Wakati ambapo hajawahi kuongea na Mungu Baba na hajawahi kuongea na Yesu. Hiyo quotation tutaisoma aje? Sasa sikiliza. Very simple. Very simple. Angalia nikuonyeshe. Hizi ndio vitu zilifanya mimi nikasoma. Nikatoka kwa hizo vitu. Niligundua ukweli mwingi sana. How is the Holy Spirit considered a being? Hiyo being. How? Maana kwa akili za wanautatu ni mtu anatembea na aonekana. Wakati Daudi anasema Yesu ndiye alikuwa being peke yake angeshauriana na Baba, huyo mwingine alikuwa wapi? So how is the Holy Spirit considered a being? Tunaangalia the context ya Dada White. Rudisha. Acts chapter 5 verse 19. Rudisha. Ati the 3 holiest beings. Na kwingine anatuambia Jesus was the only being angeingia. Huyu mwingine alisahau. Weka Acts chapter 5 verse 19. Umeweka? King James inasema, but the angel of the Lord by night opened the prison door and brought them forth. Malaika akafungua milango ya gereza, akawaita mbele. Malaika akawaambia, go and stand and speak in the temple to the people all the words of this life. Nani alifungua gereza akawaambia waende? It is the angel. ITM 71.1. Testimonies to ministers. Nakupatia 2. Leo nakupatia 2, si moja. I am giving you 2 of them. 2. Hiyo ni ya kwanza. Biblia inasema ni malaika. Aya, sikiliza leo nabii nayo inasemaje? Spirit of prophecy inasema, the command given by the Holy Spirit. Go stand and speak in the temple to the people all the words of this life. At the command given by who? The Holy Spirit. Biblia inasema ni nani? The angel. Wow. Ellen White is a false prophet. Biblia inasema ni malaika, yeye anasema ni roho. So how is the Holy Spirit a being? Na mbinguni walikuwa beings watatu aje? Okay, nakupatia ya pili. Isaiah 59 verse 14. Oja, leo kuna maneno hapa. Kama kuna siku kuna maneno ni leo. Alia. Isaiah 59. Amen. Kuna quotation nilikuwa nimeweka hapa kidogo, acha nikuwekee pia ndio jipange. Mweka Isaiah 59. Inasemaje verse 14? Ni 14 kweli? Isaiah 59. Inasema? Verse 14. Nakupatia ya pili. Isaiah 59 verse 14. 59 verse 19, sorry, not verse 14. Verse 19. Isaiah 59, at the 3 holiest beings. Unadhania roho ni being hivyo. Ellen White knows what she's saying, my friend. Haraka. Meka. Isaiah 59 verse 19. Nasema? So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory, watamheshimu Mungu na utukufu wake, from the rising of the sun. Tusome pamoja. When the enemy shall come in like a flood, adui atakapokuja kama gharika. Tusome pamoja. The Spirit, hiyo ni capital S ama small letter? Capital. Si ni Roho Mtakatifu. The Spirit of the Lord shall raise up a standard against him. So wakati shetani adui anakuja kama gharika kutumaliza, nani anainua the standard? Nani? Kulingana na Biblia? The Spirit, Roho wa Mungu. Haya, weka Dada White. The 3 holiest beings. Vipi wewe?
Weka dada White anasemaje? Hii ni Review and Herald January 7, 1909. Paragraph yake ni ya pili. Anasema nini? Review and Herald RH. I have sent. Just put it on the screen. You've seen it? RH January 7, 1909. Okay, section B, paragraph number 2. Do your own study. Okay, ati he personifies Christ. He shall bring these things to remembrance. Ati atawakumbusha. Unakuta ni malaika wanakumbusha watu. Alafu kwenye maandiko nilikuwa nasoma jana, nikakutana na andiko Paulo anasema, sitakosa kuwakumbusheni haya mambo hata kama mnayajua. Haya, kwa nini Mungu Roho asiwakumbushe? Kwa nini ni Paulo? Why the speakers and the ministers? Inamaanisha ni wahudumu na malaika wanafanya kazi katika ofisi ya Roho ya kukumbusha watu, si Mungu Roho. Vipi wewe? Sikiliza, Isaiah 59 inasema ni nani atainua the standard? The Spirit of the Lord. Ellen White says, angels will come close to your side and help you to lift up the standard against the enemy. Anasema ni nani? Ni malaika. Biblia inasema ni nani? Ni Roho. So how is the Holy Spirit a being or a person? Jijazie kutoka pale. Hizo ndio vitu tunazungumzia Mesha Kirono. These are the very things we are talking about. The office work of the Holy Spirit. Huyo si mtu. Si mtu vile unafikiria. Hiyo ni ofisi kubwa. Iko na malaika na watenda kazi ndani. Achilia Mesha akiendelee. Okay? Wacha tusikilize kidogo. Na akasoma nukuu vibaya. Acha niwaambie vizuri, watu wengi, naona watu wengi ambao wanapinga Roho Mtakatifu wao wanatumia hiyo quote vibaya sana. At Satan was Lucifer was the third rank. At Roho Mtakatifu alikuwa wapi hapo? Sangesemwa Roho Mtakatifu ndo the third, alafu third in rank, alafu Lucifer wa 4. Sikia nikuambie, muktadha wa hiyo nukuu haielezi Roho Mtakatifu, hata haikuwa inaeleza vitu vingine. Ukiangalia chapter yenyewe inaongea kuhusiana na the origin of sin. Dhambi ilianza wapi? Na inajaribu kueleza jinsi Lucifer, shetani, malaika Lucifer ambaye baadaye alikuwa shetani baada ya kumwasi Mungu, alitamani kuwa kama Yesu, kufanana na Yesu, aingie pia katika councils ya uungu. Yesu akasema, Elenjua akasema kwamba Lucifer kaambiwa the only being mwenye anafaa kuwa katika uungu ni Yesu, anafaa kushare council na Mungu. Kwa hivyo hapo nukuu inafananisha Yesu na Lucifer, hailinganishi shetani na malaika na Roho Mtakatifu. Nukuu hailinganishi Roho Mtakatifu na malaika ama Yesu na Roho Mtakatifu. Muktadha ni kulinganisha Yesu na malaika. Mbona Yesu akalinganishwa na malaika badala ya Roho Mtakatifu? Ni kwa sababu Yesu amekuwa aki-identify himself with his creatures. Amejaribu kufanana na viumbe vyake. Baada ya mpango wa wokovu kupangwa, Yesu amekuwa akitamani kujihusisha na viumbe ambazo aliviumba. Kwa mfano, Yesu aliumba malaika yeye na Baba. So walivyoumba malaika, hata akaanza kuitwa Angel Michael. Maana yake ni malaika wa vita, mwenye vita, Angel Michael. Akaja duniani pia akafananishwa na wanadamu. Kwa hivyo kuna uwezekano, hiyo ni akili yangu, kuna uwezekano Yesu alikuwa ameanza kujihusisha na kujifananisha na malaika Mikaeli. So kuna uwezekano Lucifer akaona huyu ni malaika mwenzangu, akatamani, akaona ni kama Yesu, malaika mwenzake amepewa cheo kumuliko, akatamani kuwa kama yeye, lakini hakujua kwamba Yesu ni Mungu, alimuumba. Ndio maana hiyo komiti kaonyeshwa. Yesu akasema kwamba roho ya nabii akasema kwamba ni Yesu tu alikuwa anafaa kuingia hapo, si Lucifer. Usipotafsiri hiyo nukuu hivyo, ndugu yangu, utauma kando. Nukuu zingine ambazo zinasema Roho Mtakatifu alihusika katika mpango wa wokovu kama kile ambacho nimekisoma, itakupiga chenga. Utakuja useme hii nukuu ina contradict na ingine, na utakuwa unasema Ellen G. White the most confused prophet. Maana kuna penye anasema hivyo. Hata kama ni hivyo, basi Ellen G. White the most confused prophet.
Lakini si hivyo. Angalia muktadha. Naona mwalimu wangu anatamani kutoa nukuu mingi sana, lakini haangalii muktadha. Sasa hawezi kuwa Yesu mwenyewe ndo Roho Mtakatifu. Haiwezi kabisa. Na nikatoa nukuu kabisa. Roho Mtakatifu anaabudiwa, hakakataa. Sikia hiyo. Ni mtakatifu na nafsi ya tatu ya uungu, kumaanisha ako na uungu, na yule ambaye ako na uungu anaitwa Mungu. Kweli ama si kweli? Wewe ukiwa na ubinadamu, wewe ni mwanadamu, na ukiwa na uungu, wewe ni Mungu. Na Roho Mtakatifu ni nafsi ya ngapi ya uungu? Ya tatu. Kwa hivyo ni Mungu. So Biblia inasema hivi kuhusiana na Roho Mtakatifu, pia anaabudiwa mbinguni, anaabudiwa. Kitabu kinaitwa Manuscript Letter ya 21 volume 21 na manuscript ya 139 139 ya mwaka wa 1906 paragraph 32 inasema hivi, jinsi unavyoona hapo. Nataka tusome na wewe pamoja. Inasema, now a little point, as the saints in the kingdom of God are accepted in the beloved, they hear, come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Eti watakatifu watakapoingia mbinguni, Yesu atawakaribisha akiwaambia, njooni muingie katika ufalme wa Baba yangu. And then the golden harps are touched and the music flows all through the heavenly host, and they fall down and worship the Father and the Son and the Holy Spirit. Zana za muziki zitachezwa na muziki utatambaa vizuri. Alafu viumbe vyote ambavyo vitakuwa mbinguni, wanaoishi mbinguni wote wataanguka chini na kumwabudu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wana utatu wote huwa wanatoa hiyo nukuu, na nilijua Mesha Kirono ataitoa. Na nilimwambia hakuna nukuu ambayo hatujapitia. Sikilizeni. Katika Spirit of Prophecy lazima tuweze kuelewa ya kwamba Dada White alikufa 1915. Na kuna mambo Dada White alisema. Unajua kama Roho Mtakatifu anaabudiwa, usikimbie kwa Roho nabii kwanza, toa kwa Biblia. You must establish your doctrine from the Bible first. Tuone Roho Mtakatifu akiabudiwa kwa Biblia. Lakini kwa sababu hakuna, wacha nikuonyeshe kitu ambacho kinaendelea. Hiyo manuscript ambayo uliyoisoma, hiyo manuscript tunaiweka kwa screen. Sikiliza kitu ambacho hujajua. Hii manuscript kwanza imechapishwa pamoja na Sermons and Talks. Na ni vitabu ambavyo vimechapishwa baada ya Dada White kufa. Kulikuwa na watu wanaitwa stenographers. Stenographers walikuwa ni editors. Unaona Dada White nukuu nyingi anasema, niliketi usiku mpaka nikapitia vitabu zote na hayo maandishi yote kabla sijapeleka kwa printing press. So Ellen White used to kitu kinaitwa proofreading. Vitabu ambavyo vimechapishwa kabla, baada ya kifo cha Dada White hakupitia. Wale ambao wanaitwa stenographers walikuwa naandika. Saa zingine unasema, unajua kuko na tape recorders zile zina rekodi sauti ya mtu kama saa hii. Mtu alikuwa anaongea na mwingine anaandika. Anasema na hapo amesemaje? Amesema anaweza kuwa alisema hivyo. Kwa hiyo wale stenographers walikuwa na errors zao. Ndio unaona kila kitabu ambacho kilikuwa published lazima kingepitia mkono wa Dada White baada ya yeye kuzungumza. Na anapitia tena, anapitia akifanya correction. Sasa for your information, umeweka kwa screen. Imekuwa published 1990 pamoja na kitabu kinaitwa Sermons and Talks. Published 1990. Sasa pale inasema vizuri. Angalia, pale nimecircle pale inasema previously unpublished. Umeona? Amekataa eti Roho Mtakatifu haabudiwi, na ni nukuu ya roho ya unabii nimeitoa, ambayo anaamini kabisa. Lakini kwa sababu haisemi sawa sawa na venye mafundisho yake yako, lazima akuje na excuse ya kusema it is unpublished. Haiko imechapishwa. Lakini ukiangalia mwaka hapo ni 1906. Wewe unataka kuniambia ile njoo anakufa 1915.
na hii nukuu imeandikwa 1906. Unaona hii kuchapishwa? Angekuja atuambie ni mwaka gani imeandikwa, it was previously unpublished. Labda ilikuwa unpublished huko nyuma kabla haijafika 1906, baadaye ikawa published. Na kama ilikuwa baadaye kuwa published, kumaanisha ilipitiwa, wakaangalia iko sawa na nukuu zingine, ikawa published. Maana iko sawa na nukuu zingine. Mwenyewe amesema kama ifanani na nukuu zingine na Biblia, itupilie mbali. Na hii iko sawa na nukuu zingine kabisa. Ili ujue vizuri ni sawa na nukuu zingine, sikia hii kitabu Review and Herald, na kuongezea ingine Review and Herald chapter 165. Helen G. White anasema hivi, ukiangalia paragrafu ya mwisho huko Review and Herald 1891 chapter 165 huko mwisho kabisa, fungua hata hapa angalia, inasema hivi, acha niweke kwa screen uone. Inasema praise God from whom all blessings flow. Praise him all creatures below. Praise Father, praise Son and Holy Ghost. Hili yote anasema hii wimbo ya kusema sifu Mungu wa neema yote, enyi viumbe popote. Baba, sifu Baba, sifu Mwana na sifu Roho Mtakatifu. So utaona nitakuwa natumia akili nikikuja nikuambie Roho Mtakatifu ni Yesu tu. Wakati wanasema hata yeye anasifiwa, sifu yeye. Hata nikuwa nasema only the Son can be exalted. Lazima ujue ana compare na nani. Si Roho Mtakatifu na yeye. Na kuna mission ya Roho Mtakatifu pale binguni, wako wawili saizi. Ukiona nukuu ambaye inasema Roho Mtakatifu aabudiwe kwa ufunuo huko, jua anaongea muktadha wa Baba na Mwana wakiwa binguni kutufanya huduma, na Roho Mtakatifu wako duniani. Ataabudiwa hapa duniani aje na malaika ambao wako binguni. Malaika wa binguni wanaabudu huko juu. Na mission ya Roho Mtakatifu si kuja kutafuta ibada hapa duniani. Anakuja kumtukuza Yesu. Kwa hivyo si dhambi kumsifu hata Roho Mtakatifu, maana Helen G. White alimsifu. So mimi stand yangu ni hii, msimamo wangu ni huu. Kitabu ambacho kinaitwa Manuscript ya volume 66 mwaka wa 1899, kama Helen G. White bado hajakufa, ama imenukuliwa tena katika kitabu cha Evangelism page 616 paragraph 6. Hii nukuu inasema hivi, jinsi unavyoona katika screen yako: we need to realize that the Holy Spirit, who is as much a person as God is a person, is walking through these grounds. Kiswahili, tunahitaji kutambua kwamba Roho Mtakatifu ambaye ni mtu kama vile Mungu alivyo mtu anatembea katika misingi hii. Nukuu inasema Roho Mtakatifu ni nani? Ni mtu. Kama vile Mungu ni nani? Ni mtu. Lakini shida ya hao watu ni kwamba wakiona Roho Mtakatifu ni mtu ama person ama nafsi, au wanakuja kusema ni nafsi aje? Ni nafsi aje? Mbona ikiwa kwa Baba hauelezi ni nafsi aje? Unasema tu ni nafsi, unakubali tu hivyo. Lakini kitu yako Roho Mtakatifu unakuja ku twist, ni nafsi hivi. Ni kwa sababu tu Roho Mtakatifu aeleweki, hajaelezwa vizuri, ni mystery. Jinsi anavyofanya kazi ni mystery, ndio inakuja kuchanganya watu hadi wanafikiria ni Yesu Kristo tu. Usipoelewa utume wa Roho Mtakatifu hautamfahamu vizuri. Usipoelewa mission ya Roho Mtakatifu, you will misunderstand him. Maana ni mtu kama vile Mungu ni mtu. Mungu ni mtu vipi? Nikwambia, hebu niambie Mungu ni nafsi vipi? Vile Mungu ni nafsi, ndivyo Roho Mtakatifu ni nafsi. Na nikisema person, watu wanafikiria nikisema Roho Mtakatifu ni person, wanafikiria akona mwili, akona mgongo, mkono, mikono, masikio, mdomo. Unataka kuwe na masikio ya kufanya ya kusikia, kwani anaweza kuwa deaf?
Anataka mdomo akule nini? Anaweza function hata bila hiyo vitu. The true identity of a person is not body parts. The true identity of a person is being intelligent, being able to know, to be aware about himself, kujijua mwenyewe, kujifahamu mwenyewe, kukuwa na akili, will, kufanya maamuzi kivyake. Hiyo ndo inaitwa person ama nafsi. Kukuwa na wewe, kama wewe ni nafsi, una hiyo vitu. Si lazima ukuwe na mwili na nini. Na Biblia iko wazi, Roho Mtakatifu, roho si lazima ikuwe na mwili. Kitabu cha Luka 24:39 unavyoona hapo kwa screen, inasema, Yesu anasema hivi, tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa mimi ni mwenyewe, nishikeni muone, kwa kuwa roho eti nani? Roho malizia haina mwili na nini? Na mifupa. Na hao wanataka tu wakisema person awe na mwili na mifupa. Msimamo wangu ni gani? Kitabu cha Helen G. White, Acts of Apostles 51 paragraph 2, page 51 paragraph 2 inasema, the nature of the Holy Spirit is a mystery. Men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Men having fanciful views may bring together passages of scripture and put a human construction on them, but the acceptance of these views will not strengthen the church. Regarding such mysteries which are too deep for human understanding, silence is golden. Kiswahili, asili ya Roho Mtakatifu ni fumbo. Mwanadamu hawezi kuelewa kwa sababu Bwana hajawahi funulia. Wanaume wenye mitazamo ya kufikirika wanaweza kuleta pamoja vifungu vya maandiko na kuweka muundo wa kibinadamu juu yake, lakini kukubalika kwa maoni haya hakutaimarisha kanisa. Kuhusu mafumbo kama haya ambayo ni ya kina sana kwa mwanadamu kuelewa, ukimya ni dhahabu. Silence is golden. Hiyo ni roho ya unabii. Nabii wa Mungu anasema kwamba silence is golden. Maana asili yake ni mystery. Asili yake ni fumbo. Hutajua kila kitu kuhusiana na jinsi yeye ni nafsi, jinsi ni nafsi na ana function aje. Utashtukia tu unaanza kuchanganyika, unasema malaika, mwanadamu, roho yake, maana hujui jinsi anafanya kazi. Pia tumefunulia ni kwamba ni nafsi, person, nafsi hai. In fact Biblia inasema ni nafsi hai, akona uhai. Kitabu kinaitwa Evangelism, page 615, ama volume 7, Adventist Bible Commentary volume 7, page 441 paragraph 9. Na pia utapata kwa vitabu vingine, sina vingi. Hautapata kwa hizi vitabu pekee yake, kuna vitabu vingine za Helen G. White vingi zimenukuu hivi. Nabii anasema, there are 3 living persons of the heavenly trio. Hebu tafsiri kwa Kiswahili. Kuna nafsi 3 zilizo hai katika utatu wa mbinguni. Trio, hebu niambie trio nini kwa Kiswahili? Trio inatokana na maneno tri. Tri ni 3. Trio, utatu wa mbinguni. Na tena hiyo kote imetofautisha, kuna Yesu na kuna Roho Mtakatifu. Utakujaje kuniambia tena Roho Mtakatifu ni Yesu, na wakati Yesu pia ni living kivyako, Roho Mtakatifu ni living kivyake? Twende sasa tuangalie nukuu nyingine. Hiyo nukuu inakubaliana na kitabu ambacho hao watu wanakataa. Watu wengi wafuasi wao watu wanakataa kabisa. Yohana wa kwanza 5:7, for there are 3 that bear record in heaven. Kuna watatu washuhudiao mbinguni, the Father, the Son, the Word and the Holy Ghost, and the 3 are one. Kuna watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Watatu hao ni mmoja. Kiswahili nasema umoja. So umoja ambao naongelea, hii one ambayo Kiingereza inaongea ni oneness, kukuwa na umoja. So they are one.
wako na hiyo umoja. One. Si ati vichwa vimeshikanishwa kama glue. Sio ati vichwa watu watatu wameshikanishwa kama glue jinsi huyu mwalimu anasema. Kulingana na hii aya, watatu wako na umoja. Jinsi mume na mke ni wawili tofauti lakini wako na umoja. So ndio maana tunasema Mungu ni mmoja. Lakini kila nafsi katika huyo uungu ni Mungu kivyake 100%. So ukiona si lazima atu watatu wakuwe ndio ni Mungu. Lakini kama wana mmoja in terms of unity, lakini kila mtu ni nafsi kivyake ambaye ni Mungu 100%. Maana ana uungu. Kila mtu ako na uungu. Ili upate dozi kamili kuhusiana na jinsi tunaamini kama Waadventista na jinsi Trinity ya SDA tofauti na Trinity ya Catholic na zingine, hebu sikia jinsi hao watumishi wawili, mtumishi ama Pastor Semba na mtumishi ambaye anaitwa Kaya, mtumishi Charles Mokaya. 28 waliongozwa hatua kwa hatua. Ndio maana unaona kipindi kile katika maandishi mengi ya Dada White anasema ya kwamba tusifike mahali ambapo tutasema ya kwamba tumepokea nuru yote na kwamba hakuna nuru nyingine ambayo inakuja. Nuru inazidi kukuja mpya mpaka sasa hivi vile tunavyoongea, bado Mungu anazidi kufunua nuru. Wale wazee wa pioneers hawakuelewa lile swala, ni kweli. Na lakini jambo ambalo hawakuwa wanataka ni la kusema ya kwamba Mungu ni mmoja, ana sehemu tatu zimeshikana kama super glue. Ama Mungu ni mmoja hivi, lakini kipindi cha Old Testament akajitokeza kama Mungu Baba. Kipindi cha New Testament ndiye huyu akaja kama Yesu. Baada ya kwenda mbinguni tena huyu akajibadilisha akaja kama Roho Mtakatifu. Hilo ndilo fundisho hawakuwa wanataka. Na hata hawa wapinzani wa sasa hivi ambao wanapinga mafundisho ya Kisabato, mahali wanakutana ni pale ambapo wanasema ya kwamba Yesu alifika mbinguni tena akajibadilisha akaja kama Roho Mtakatifu. Hapa wamepatana na wale. So kama kuna mafundisho ya kipagani ya Kikatoliki ndani ya Seventh-day Adventist, hawa wanaopinga Roho Mtakatifu kwamba sio Mungu, hao ndio wana hilo fundisho. Hapo limekutana. Lakini pioneers waliongozwa hatua kwa hatua, wakaelewa. Na ndio maana unaona maandishi ya Dada White katika miaka ya mwisho ya 1800 na mwanzo wa 1900 unamwona akiwa Trinitarian kabisa, akijitokeza waziwazi. Hilo nimelielezea, nimekusomea maandishi ya Dada White kwa ile sehemu ya kwanza. Kaelezo ya kwamba Godhead ina watatu ambaye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hatutafuata mambo ya pioneers kipindi kile walipokuwa wanajifunza. Kwa mfano ukiangalia wanafunzi wa Yesu mwanzo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, hawakuwa wanataka watu wa mataifa. Petro hawakuwa wanataka watu wa mataifa, na wanafunzi hawakuwa wanataka chochote cha kuhusiana na watu wa mataifa. Lakini baadaye walikuja wakaongozwa mpaka kupitia kwa njozi na mashauri ya kwamba watu wa mataifa sasa waingizwe kwenye wokovu. Hatutafuata msimamo wa awali wa kutojua wa wanafunzi. Mungu amekuwa akiongoza watu wake hatua kwa hatua. Kwa hivyo achana na haya ya kusumbua watu kichwa eti fundamental beliefs society 1860 zilikuwa tofauti na hizi. Good. We are advancing with every new light that comes. Watu wanamsema Roho Mtakatifu kwamba is just a personal power, ni nguvu isiyo yenye uhai. Wanamwona Roho Mtakatifu ni nguvu, hawajui is a person. Na hebu soma Luka sura ya 3 mstari wa 21 na 22 in the New Testament. Inasema ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunguka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano. Roho Mtakatifu akashuka, sio Roho Mtakatifu ilishuka, kwa sababu hizo ngeli hizo syntax yake ingelikuwa sio nafsi iliyo hai, ungesikia Roho Mtakatifu ikashuka. Lakini Biblia inasema akashuka, sio ikashuka. Labda kama hatujui Kiswahili, maana ningelizungumza Kiyunani hapo ungesema hatujui Kiyunani. Mimi nazungumzia kile kinachosema Roho Mtakatifu akashuka. Alishukaje msomaji? Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Sio kwamba alishuka akiwa njiwa.
kwa mfano wa kiwiliwili kama ua. Aha. Sauti ikatoka mbinguni, Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiye mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. So the Holy Spirit and the Father and Jesus at Jordan River. Lakini ili ujue aliyeiweka wazi sana, aliyetufundisha kujua Mungu ni mmoja lakini katika nafsi tatu, ni Yesu mwenyewe. Matthew 28 verse 19. Mathayo sura ya ile ya 28 mstari wa 19, alipokuwa anawakommission, alipokuwa anawakabidhi utume, alisema. Mathayo 28 mstari wa 19. Mathayo 28:19 anasema, Nasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na la Roho nani? Mtakatifu. Yani kama kuna aliyefundisha huyu Mungu yukoje, ni Yesu Kristo. Kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana, kwa jina la Roho Mtakatifu. Na unajua watu wengi wasiojua hiyo lugha inayosema hapo, ukimuuliza unalifahamu hilo jina? Mungu jina lake anaitwa Baba. Nasema wewe, hapo alijasemwa hilo jina, ila ameeleza kwa cheo. Baba ni cheo, Mwana ni cheo, na Roho Mtakatifu ni cheo. Hajalisema hilo jina. Yani mimi nakuona watu wanasema ametaja hivi, nasema huyu anafanana mtoto wa miaka 2. Baba yako anaitwa nani? Baba. Na mama anaitwa nani? Mama. Eti hao ndio wanaona wana akili na ufahamu wa kutueleza kwamba jina eti Mungu anaitwa Baba. Baba ni cheo. Is a title, is a position, not a name. Ila Yesu anasema liko jina la Baba, liko jina la Mwana, liko jina la Roho Mtakatifu. He's not telling us the name, but he's giving us the position, the title of Godhead. Ndicho anachokieleza. Na kama watu wanaokolewa kwa kukiri, ndio Yesu alisema mtu akikiri kwa moyo, akakiri kwa kinywa na akaamini kwa moyo, ataokolewa. Na anakiri kitu gani? Akibatizwa kwa jina hilo la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na hicho ndicho anachokieleza. Kwa hivyo hilo jina hilo linamhusu Baba, linamhusu Mwana, linamhusu Roho Mtakatifu. Ndicho anachokieleza. Na kwa sababu hiyo anachotueleza tuweze kufahamu. Ikiwa ndivyo ilivyo na uelewa wote ulioko hapo, tunahitaji kujua Roho Mtakatifu ni nani hasa. Kwa sababu tusipojua hivyo tutapata shida. Ndiye anaweka muhuri kwa wokovu. Ndiye anayefanya kitu gani kingine? Go to the book of John. Katika kitabu cha Injili ya Yohana na ile sura ya 14 mstari wa 16. Hebu soma hapa. Yohana 14:16. 16 anasemaje? Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Nitaomba kwa Baba awape msaidizi mwingine. Kuna maneno mawili ya Kiyunani yametumika pale, msaidizi na neno mwingine. Leo tunapata utafsiri msaidizi, lakini neno lenyewe kwa hakika wangetafsiri vizuri kwa Kiswahili, wasingetumia neno msaidizi, wangetumia neno mfariji. Kwa sababu neno la Kiyunani ni parakletos. Parakletos is a comforter. Sio msaidizi, sio assistant, sio labda associate. No, is parakletos, ambayo ni position anayotumia Yesu Kristo. Kwa sababu Kristo mwenyewe anaitwa ni mwombezi, ambayo tafsiri kama mwombezi wakati ni parakletos, the same word. Nitamwomba kwa Baba aje msaidizi, lakini mwingine, neno la Kiyunani inaitwa alos. Wayunani wana maneno mawili yanayomaanisha mwingine, alos na heteros, heterotrophic. Hetero. Hiyo neno hetero ni neno la Kiyunani, maana yake different kind. Lakini akitumia neno halos anamaanisha of the same kind. Kwa hiyo Yesu anasema nitamleta mfariji of the same kind, the Holy Spirit. Yani unaposikia Roho Mtakatifu anakuja, of the same nature. The nature of the Son is the nature of the Holy Ghost. So I'm going to send to you the Holy Spirit, the comforter of the same
kind. Sasa ndicho tunatokeleza mstari wa 26. Sura hiyo hiyo, mstari wa 26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, Parakletos, huyo Roho Mtakatifu, the comforter, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, anakuja kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Atafundisha yote na kuwakumbusha yote. Mstari wa 27. Atawafundisha yote, atawakumbusha yote. Komea tu kwanza hapo. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anaitwa mfariji wa aina yake, huyu anayemtaja, na anashuka kutoka kwa Baba. Atawafundisha yote, atawakumbusha yote. Haiwezi kuwa nguvu inayokumbusha, haiwezi kuwa nguvu inayofundisha. Hii ni nguvu gani inayofundisha hii? Ambao watu wanasema Roho Mtakatifu eti ni nguvu ya Mungu, kwa sababu wamebebeshwa mtapokea nguvu. Hawajui kwamba nguvu na Roho Mtakatifu ni vitu viwili tofauti. Hasemi mtapokea nguvu ambaye ni Roho Mtakatifu. Anasema mtapokea nguvu akiisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nguvu inatoka kwa Roho Mtakatifu. Sio kwamba nguvu ndiye Roho Mtakatifu, ila nguvu inatoka kwa Roho Mtakatifu. Na hiyo dunamis ndio inaofanya to achieve unto salvation from the Holy Spirit. Na ndio maana Petro ya pili sura ya kwanza na mstari wa 21 anaandika, Petro ya kwanza sura ya kwanza, Petro ya pili sura ya kwanza mstari wa 21 anaelezea, uone atawafundisha kweli yote huyo Roho Mtakatifu. Anasemaje msomaji? Waraka wa pili wa Petro sura ya pili, sura ya kwanza mstari wa 21. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza na mstari wa 21. Inasema, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Neno la Mungu halikuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Ametumia neno kuongozwa na Roho Mtakatifu. Yani kila neno walionena, it was because the Holy Spirit led them. Na sasa hawezi kuwa nguvu eti inaongoza wanenaji. Let's go. Anasema hivi, evil has been accumulating for centuries. Hiki ni kitabu cha manuscript releases, gombo la 4, kurasa 329, paragrafu ya 5. Na utapata kwenye barua aliyoiandika, barua ya 8 mwaka 1896, na nukuu, evil has been accumulating for centuries. Uovu umekuwa ukirundikana kwa karne nyingi, and could only be resisted, na una power kwa nguvu ya ajabu of the Holy Spirit, ya Roho Mtakatifu, the third person of the Godhead, nafsi ya tatu ya uungu. Kuna wale wanaosema Roho Mtakatifu sio Mungu, Roho Mtakatifu sio Mungu. Sikiliza anavyosema, Roho Mtakatifu, the third person of the Godhead, nafsi, sio nguvu, sio pumzi, nafsi ya tatu ya uungu. Ndio maana ukisikia watu wanasema Roho Mtakatifu sio Mungu, hao watu wanapishana na gari ya mshahara. Dhambi zitawatafuna kuanzia nywele mpaka ukucha, kwa sababu ndio tu pekee anayeweza kumshindia Kristo dhambi. Na huyu anayemshindia sio nguvu. Nisikizeni watu wa Mungu wanaosikia kwenye mitandao mbalimbali, msiwasikilize watu wanaohubiri Roho Mtakatifu sio Mungu. Is the third person of Godhead. Na ndiye pekee Ibilisi anajua, akiniondolea uelewa Roho Mtakatifu sio Mungu, nimekuwa muhanga. Ndio maana watu hao ambao ni wakali kama pilipili, na hawana uvumilivu wowote, wanajeuri mno kwa familia zao, ni wapagani kwa kuwa tuwajui. Wanapomkanyaga Roho Mtakatifu na kusema sio Mungu, hao watu ni wakali kuliko pilipili kichaa. Hawatashinda dhambi. Dunia hii imechafuka. Kuna baadhi ya waumini waliokuwa Waadventista wanaosema Mungu hakuna nafsi tatu za uungu, ni nafsi moja tu. Wanasema Mungu mwana aliumbwa na Baba.
kama Mungu anaumbwa, anaitwaje Mungu? Kwa sababu sifa ya uungu ni moja, hana mwanzo, hana mwisho. Akishaumbwa anaitwa kiumbe. Maana kama ameumbwa na mwingine, maana yake ana mwanzo wa kuanza kuishi. Kama ana mwanzo wa kuanza kuishi, anapoteza sifa ya uungu. Na ni nani atakayesema Yesu ana mwanzo wa kuishi? Atatumia Biblia gani? Ipi? Kwa vile tu ameshindwa kujua Mungu aliyejifunua katika nafsi hiyo zaidi ya moja. Kwa sababu tu ameshindwa. Kama ameshindwa kujua hivyo, anaelewaje juu ya ndoa huyo? Maana watakuwa wawili, watakuwa mwili. Ameshindwaje kuelewa juu ya utatu, Mungu mmoja katika nafsi tatu, halafu bado adai anaelewa ndoa? Anaielewaje huyu? Maana ni mke na mume. Huyu ana maziwa, huyu ana maziwa. Huyu anabeba ujauzito, anabeba ujauzito. Huyu yuko hivi na huyu yuko hivi. Lakini wanakula akishiba, huyu hajashiba. Huyu akiugua, huyu mwili wake uko sawa sawa. Lakini anasema watakuwa mwili mmoja. Anashindwaje kuelewa utatu, Mungu mmoja, nafsi tatu, na anadai anaelewa ndoa, wawili mwili mmoja? How comes? Ndio maana ndoa zina jasho leo. Wanaumizana vipi hawa mke na mume na ni mwili mmoja? Hafu wanaumizana, hawasikilizani, hawaongei pamoja, hawatiani moyo, wanakwaruzana. Halafu akitoka hapo, huyu ni mwenzi wangu. Usanii, upagani, ushirikina. Huwezi kumjua Mungu na huwezi kujua huyu ni mume, huwezi kujua huyu ni mke. Ndio maana utafanya uhuni, utafanya zinaa wakati una mke una mume, kwa sababu hujui. Ndio maana sema kimbieni zinaa. Hiyo ni ya kutimua, kwa sababu ni jaribu la Ibilisi la kufungua mlango ili tuweke kujanganjani mwake. Hatuwezi pona.